Karibu tena kwenye ulimwengu wa siasa, mtazamaji wangu. Nataka tuimalize kesi hii hapa ya Malala na Rigathi Gachagua, kwa sababu kwa wewe ambao unatumia mtandao, najua umekutana na zile za amefukuzwa Malala DCP, Malala ni kama ndo mole ambaye Rigathi alikuwa anazungumzia. Najua umeona mpaka ikisema kwamba Malala ni kama anajiunga UDA na vitu kama hivyo, kwa sababu kulikuwa na picha ambayo ilikuwa ina trend. Sasa iko hivi, ni kurudisha nyuma kidogo tu. Kwenye uchaguzi wa mwaka 2022 urafiki kati ya Malala na Ruto ilikuwa kubwa sana, na ukweli ni kwamba Ruto alimpa mamilioni ya pesa, alimpa Malala mamilioni ya pesa kipindi kile anaitafuta kabisa nafasi ya ugavana kaunti ya Kakamega. Kwa bahati mbaya niseme, au niseme kwa bahati nzuri, si ndio? Raila alikuwa anafanya vizuri sana Western. Mwisho siku ODM ikapata ushindi, baraza akawa governor wa Western. Urafiki wa William Samoei Ruto na Malala haukuishia pale. Ruto akampa nafasi ya SG, akawa msemaji wa chama, miongoni mwa watu ambao walikuwa wanazungumza sana. Haya yote yanatokea baada ya Malala kutoka ANC, baada ya William kumwambia Mudavadi kwamba inabidi funga virago, funga kabisa duka ANC, vunja kabisa, watu tunakaa chini ya mwamvuli wa UDA. Malala baadaye mambo yakawa mengi sana, tukapatana na taarifa kwamba baada ya kupewa fedha ya kufanya campaign, kumbe ndo alitumia kujenga nyumba na vitu kama hivi. So hizi stories zinatokea baada ya kushindwa, lakini pia baada ya utofauti kuanza kuonekana hapa kati ya Malala na William Samoei Ruto, kwa sababu muda huo pia Rigathi Gachagua vita imeanza hapa UDA, ndo baada alikuwa deputy president. So kwenye vita hapa ndo vitu vinaharibika, kwa sababu Malala naye alikuwa anaonekana kama kumtetea Rigathi Gachagua, kitu ambacho hakikukaa vizuri na William Ruto. Alifukuzwa Malala, akatolewa USG, akapewa Omar kutoka huko Mombasa, and Rigathi Gachagua naye pia akawa anaonekana kumtetea Malala, sio kama tunaelewana, and ikawa ndo hivyo. Baadaye Rigathi Gachagua alitolewa, Rigathi mwenyewe akatoka UDA akafungua DCP, na kwa sababu ya urafiki ambao tayari walikuwa washatengeneza kipindi ambacho vita inaendelea hapa UDA, nayo Rigathi Gachagua akampa nafasi ya unaibu kiongozi wa kiongozi wa chama. So juzi hapa kuna move alifanya Rigathi Gachagua, akamteua Methu kama msemaji, kama SG wa DCP. Watu automatic wakasema sasa hiyo ukiconnect dots ni kama anafunikwa Malala na vitu kama hivyo. So ikawa inaonekana tena kwamba huyu Malala ni kama wamekosana, si kama tunaelewana na Rigathi Gachagua. Sasa iko hivi, Malala anajibu kuhusu kitu ambacho kinazungumzwa sasa hivi kwamba je, Malala umekosana na Rigathi Gachagua au ni kitu kipi kinaendelea? Nataka umsikilize hapa Malala alichojibu, alichosema kuhusu mahusiano yake na Rigathi Gachagua. But before niendelee, nina taarifa hii hapa ambayo naomba popote pale ulipo uitazame ndo tuendelee. Kwanza kabisa ni washukuru Team Double Updates na wote ambao tuliamua kukuja pamoja, kushikana mikono, kushirikiana ili dada yetu hapa Emma apate usaidizi. Maybe kwa wale ambao hawajui kinachoendelea, itakuwa vizuri kabisa kama na nyinyi pia mtasikiliza kilio chake. Kwa majina naitwa Emma, 40 years. Na nashukuru sana Brian kwa kukuja kwako na hapa kwangu na watu wako. Mmekuwa mmesimama na mimi. For now ni 3 years kama umesimama na mimi. Imefika 3 Imefika 3 years sasa. I think ilikuwa 2024. Umekuja huku mara ya kwanza. Nashukuru sana na watu wako vile mmekuwa mkisimama na mimi. Unaona watu walianza na mimi, walichoka na mnaelewa pia vile economy maisha iko. Na waelewa hata na washukuru pia. Na sahi kile imefanya nimekuita Brian sana sana. Nilikuita jana na umefanya vizuri umekuja. Asante kwa hiyo. Na
sahi nimekuja juu ya oxygen. Oxygen. Hii hapa. Oxygen. Sahi natumia oxygen. Okay. Na imeisha. Na niko na shida ya kidney for 10 years now. Na hiyo shida ya kidney sasa imeleta heart problem ambapo zote zimefail mbili. Okay. Yeah. Pole. Na sasa imeleta shida ya heart. Okay. Heart inafura ambapo inafinya lungs. Siwezi pumua. Okay. That's why niko na hii oxygen hapa. Heart ikifura inafinya lungs. Okay. Inafinya lungs. Sasa huwezi pumua. Juu lungs inanisaidia kupumua. Sasa ikifanya hivyo nashindwa kubreathe mpaka ni pass out. Na saa hizo nakimbizwa Kenyatta ama Mbagathi. Which sasa hata saa ingine pesa ya kwenda Mbagathi inakosekana juu ya fare. Na tena pale ukienda like emergency lazima pia ulipe. Cause hizo watumii ni kama hujaadmitiwa watumii SHA. Sasa lazima ulipwe kuwekwa kwa oxygen. Ambapo nilikuwa napelekwa kila time. Ndio one of the member wa church ndio akanisaidia hii cylinder ya oxygen. So ulisaidiwa hii? Nilisaidiwa. Okay. Na alileta kama iko nusu. Na sahi imeisha. Which hata sahi siwezi kunywa hata maji. Nikikunywa maji inaingia kwa heart. Na saa hizo ndio nakuwa na shida kabisa ya kupumua. Naogopa juu oxygen yangu hakuna saa hizi. Hii sana sana ndio nimekuita Brian unisaidie. So hii kujaza ni pesa ngapi? Hii kujaza ni 6K. Okay. Unawapigia, wanakuletea ingine, wanachukua hii wanaenda nayo. Kama imejazwa nakaa nayo for 3 months. Inanisonga for 3 months. Tena madawa zile na meza. Juu saa hizi hapa Brian nimevunjika both sides. Mguu zangu zote mbili zimefunjika. Na niko na uchungu sana juu bones zangu ni weak. Sijawekewa plaster na sijawekewa hata chuma. Niko tu hivyo tangu nivunjike. Sasa nameza tu dawa za kufanya bones zangu zikuwe strong, ambapo ni vitamin D injection ambapo nadungwa kila siku for 50 which I cannot afford. Ikienda 450 per day but per month ina cost 15,000 which inakuwa ngumu sana kupata. Na ndio na zile na meza ya Osteocare Plus pia kununua ni 2,400 monthly. Sasa hiyo ni ya kumeza pia monthly per month. Okay. Nimeelewa. Okay. Sasa inakuwa ngumu sana kupata. That's why Brian nimekuita hapa unisaidie siwezi peke yangu. Unisaidie na watu wako na nitashukuru sana sana. Na ijakuwa rahisi cause unapata hapa napitia hizi juu bwana aliniwacha huko Osi. Akaniwacha na watoto. Na sahi sasa inakuwa ngumu sana. Hakuniwacha ati alikufa, alitoroka juu niko mgonjwa. Sasa ndio inafanya napitia ngumu kila time Brian. Nakuita unisimame na mimi vile umekuwa ukisimama na mimi. Okay, sawa. Nataka turahisishe mambo hapa. Wasiwasi yangu kubwa na Emma ni hiyo oxygen. Sasa nina uhakika hapa siwezi nikakosa watu 600. Ukiwa mmoja wao, so let's do this. Kwa watu 600 piga na shilingi 10. Nataka tufanye challenge ya 10 bob. Kwa watu 600 nikipata 10 bob kutoka kwa kila mtu, kwa hawa watu 600, tutafanikiwa kupata 6,000. Then hii 6,000 tukifanya nini? Tukirefill hiyo oxygen atakuwa safe. 3 months atakuwa vizuri sana. So ndo baadaye maybe kama kuna mtu mwingine ambaye atasema jamani mimi naongezea another 6,000 imshikilie miezi mingine 3 huko mbele hivyo, mimi nitashukuru sana. But kwa sasa hivi tunapozungumza hii oxygen tuijaze kwanza. Mimi naomba kabisa ndugu zangu. Then kwa wale ambao wanaweza wakatusaidia kwa upande wa dawa, au kama tutaendelea na challenge itatusaidia pia kununua dawa, kwa sababu kuna vitu vingi hapa. Kuna rent, kuna chakula pale, kuna transport ya kwenda dialysis na nini na vitu kama hivyo. Nina uhakika tutakuwa tumemshikilia pakubwa sana. But kwa sasa hivi
hiyo oxygen. Nadhani ni muhimu sana, naamini ni muhimu sana mtazamaji wangu. So let's do it. Details ndio hizi hapa, tunafanya challenge ya 10 bob and nina uhakika, but again kwa mtu ambaye anaweza kupata 20, 30, 50, 100 kuendelea, there is no problem, and mimi naamini everything is going to be all right. Na Emma tutasimama naye, yani kadri uwezo wetu, sehemu tutaweza tutafikisha, si ndio? And asanteni sana kwa mara nyingine tena Team Double Updates na wote ambao tunaendelea kusafiri kwenye safari hii hapa ya kumsaidia Emma. Asanteni. All right. Sasa Malala nataka nikupe video yake hapa usikilize alichojibu kuhusu mahusiano yake na Rigathi Gachagua, kwa sababu kulingana na yeye hawa watu ni propaganda tu, wana sponsor ili mwisho siku ionekane kuna utofauti ambao unaendelea kati yake na nani? Kati yake na Rigathi Gachagua. So tuangalie video yenyewe alafu ndo tuendelee. Uongozi wa Kenya unataka urafiki na makabila zingine. Hatuwezi sema ati tunasupport Muluya na sisi hatufanyi kazi na makabila zingine. That is why mimi nimejituma kuenda kutafuta urafiki na kabila zingine. Wakikuyu wale mnajua wako na numbers, mpaka nifanye urafiki nao. Mimi nimeona hii serikali ya Ruto inajua nenda nyumbani, leo imesponsor propaganda ati mimi na Rigathi Gachagua tumekosana. Mimi nataka kuambia watu ambao wanapeleka hiyo porojo kwamba sisi na Rigathi Gachagua tumeshikana kabisa. Hiyo ni porojo. Wanataka kuleta porojo ndio watugawanishe, united opposition isishinde serikali. I want to say here, I have no problem with my party leader. I am the deputy party leader of DCP. Na mimi ndio mwanzilishi wa hiyo chama. Bas, sasa huyo ndo Malala, na uko very clear kabisa kwamba mimi sina shida kabisa na Rigathi Gachagua, right? Hawa ni watu ambao wanajaribu kusponsor ili mwisho siku mimi nionekane mbaya. Sasa ndugu zangu, maoni yangu ni hii. Malala ni deputy wa Rigathi Gachagua. Deputy huaga hana kazi nyingi vile kama party leader. Sawa. Yule Methu hajaletwa kumfunika Malala. Malala ni deputy. Methu ni SG, Secretary General, ni msemaji. Ukishakuwa msemaji utaonekana sana. Sio kama tunaelewana? Yeah, so hizi stories ambazo mnaziona hapa kwamba wamekosana, kama wakikosana hivi sio vitu vya kufichika. Atakuja tu kusema it's fine, hiyo imeshafanyika hivi na hivi na vile. But again nataka niseme hivi. Hiyo nafasi ya OSG ambao Methu amepewa ana deserve kwa sababu ni msemaji. Unajua msemaji pia hautaki mtu tu hivi hivi. I think ame earn vizuri hiyo Methu. Hapo mimi nampa hongera sana kwa sababu Methu ni miongoni mwa watu ambao hivi karibuni mmemwona hata anavyozungumza, anavyoaddress vitu. Ni mtu ambaye haogopi kabisa kuzungumza mind yake, na mliona na mnaweza mkaconfirm sio mtu muoga, sawa? And Malala hawezi kupewa, yeye ni SG at the same time yeye ni deputy party leader. No, huwezi kuplay hizo roles zote, au sio? And Rigathi pia lazima balance, hawezi kuweka wote wa Kikuyu, Secretary General Mkikuyu, Mkikuyu, na nyewe wenyewe mnajua vita ambayo inampiga sasa hivi nani? Inampiga Rigathi Gachagua kwamba ni mkabila na vitu kama hivyo. So lazima ange balance alivyo balance. So mimi sioni kama kuna ubaya wote ambao unaendelea, na sidhani kama kuna mtu anafunikwa hapa. Malala ni Malala, anaweza kufanya mambo yake huko Western, si ndio? Na inaweza pia ikamtengenezea nafasi zingine huko Rigathi Gachagua, ndio isionekane chama cha sehemu moja. And by the way, let me tell you, Rigathi sio mjinga mpaka anakuja kuweka Malala kwenye nafasi hiyo. Anajua hii Kenya tunapozungumzia numbers, wa kwanza mimi nakwambia kweli ni Mlima Kenya, wa pili wanakuaga ni Waluya. Waluya wako wengi, hizo counties zao wako wengi sana, mimi nakwambia. So Rigathi alikuwa anajua anachokifanya. Na Rigathi kwa sana na Malala anajua sio kitu ambacho kinaweza ikamsaidia sasa hivi. Haimuongezei kitu chochote mtazamaji wangu. Sio kama tunaelewana. So yuko very safe kabisa hapo kwa Malala kuwa deputy. Kwa sababu atapeleka wapi deputy surely? Nataka apeleke wapi? Apeleke Nyanza? Haiwezekani. Apeleke Coast? Haiwezekani. Lazima angeenda huko Western ili mambo yaende vizuri. And trust me, Malala anaweza kupambana na wale watu wengine. But again pia niseme hivi. Nimeona viongozi wa Western wanajaribu kuwa kwenye magroups, kwenye vikundi ili wapige akina Sifuna na Malala. But niamini wale
nawaelewa kwa sababu watu wa Tutam kuna baadhi ya vitu ambavyo wanaenjoy wakiwepo pale, na hata wanavyoongea nimeona Faruk amepambana sana huko Western kuhakikisha kabisa wale watu wanabaki UDA na vitu kama hivyo. Wamejaribu sana kuingiza UDA Western, lakini trust me itakuwa kibarua kigumu, and I'll tell you the reason why. UDA kupenya na kuingia vizuri Western itakuwa ngumu kwa sababu ya wachezaji ambao tayari wanao watu wa Western na njia ambayo inabidi wafuate hapa. Sifuna yupo na nyie mmeona namna ambavyo anapewa support pale. Ukiachana na Sifuna kuna Malala ambaye pia anajaribu kutengeneza na watu wake pale, ambao nina uhakika kipush vizuri UDA kupata nafasi pale inawezekana ni vigumu sana, trust me. And kama watakuja kushikana, Malala washikane na akina Sifuna, akina nani wale wawe kitu kimoja, of course watakuja kukutana huko juu, kwa sababu United Opposition na Linda Mwananchi itakuja kwa kitu kimoja, and hapo tayari unamuona Rigathi Gachagua, unamuona Sifuna, unamuona Malala, wote wanakuwa kitu kimoja. So combination ya Linda Mwananchi na DCP pale Western inaweza walemea sana, kwa sababu kuna pia kina Natembea na wale, kila mtu ana mchango. Ukilinganisha na hii timu haiwezekani kabisa. Sisi tunataka kusema ya kwamba wale wanaongoza ukabila, punguzeni ukabila. Kenya inataka amani na umoja wa Kenya. Na mkitaka kujifunza ukabila ishe Kenya, kujeni Mount Elgon. Mount Elgon wanaweka ile inaitwa kitunguu, lakini wanauzia jamii yao Waluya kutoka hapa chini. Ni kweli si kweli? Nyinyi ni wa kabila ama nyinyi ni wa Kenya? Nyinyi ni wa Kenya? Hebu muoneshe mkono niangalie kama nyinyi ni wa Kenya. Wale wa kabila washindwe ama wasishindwe? Ati wakikuja tu Bungoma hapo town wanasema ati huku wote mumesema ni wao. Ni wao ama ni sisi? Si ni sisi wenye kusema tutashinda hao wa kabila ama hatutashinda? Wengine wameenda retire mpaka wakaota wako katika serikali. Wale walienda retire wakiwa marais waende ama wasiende? Wawaje kuhubiri ukabila, wapunguze ukabila, wazidishe maendeleo. Na ndio mimi nafurahi kusimama siku zote Bungoma, because leaders wa Bungoma wako na maono, na mimi nitashikana na wao, nitashirikiana na wao, nitaenda Sirisia, nitaenda Kimilili, nitaenda mpaka kule Bumula. Na mimi naambia nyinyi watu ya Western, Kapondi ya Kiweko, tunataka utawala ikitoka Rift Valley ikuje Western Kenya ili na nyinyi mtawale. Wapi makofi nataka kuona pande hiyo? Nikisema Harambee mnasema Tutam. Harambee. William Ruto aendelee ama asiendelee? Ni hivyo si hivyo? Aende kupeleka mbele Kenya? Wamama wakisema ndio ndio? Na unajua wamama wakiamka asubuhi watakupigia kura, ni hivyo ama sivyo? Wamama oye! Wamama hawana ukora. Wamama hawana mpango ya kando. Tuambia ati Rais William Ruto hadi hakuna kitu amefanya. Tukiwauliza hao watafanya nini, wanasema ati manifesto yao ati nikupeleka William Ruto nyumbani peke yake, ati hiyo ni manifesto. Mimi ningependa kusema hivi, kuna wengine ambao wako kwa ile makundi ambao wakichaguliwa rais miaka ile ingine, wengine wakichaguliwa waziri wa interior na waziri wa elimu, walikuwa na mwili kama hii yangu, wakaiba pesa ya Wakenya, wakakula. Saa hii wakitembea tumbe inakaa kama balloon. Kwa hivyo nawaambia, wakati William Ruto alichaguliwa, his first responsibility ilikuwa kukarabati uchumi ambao wao walikuwa wameharibu. Ilikuwa kulipa madeni ambao wao walichukua wakikula hiyo madeni. Na nawaambia wao walikuja na tawe wakatutisha, tawe ilisimama haikusimama. Wamekuja na wengine juzi kule Kabuchai, mliona nilisimamisha si kusimamisha. Hawa wafidhuli waende wasiende, watembee wasitembee. So kwa hivyo tunasema wale ambao wanaleta porojo ya ukabila, porojo ambayo inataka kuumiza eneo zetu, tunasema sisi tutashikana. Na Busia tumeamua tayari, tuko tayari. Busia tuko Tutam bila kuangalia nyuma. Sababu ukiangalia
mambo ya SGR ilikuja wakaachia Naivasha, wakasahau sisi tuko hapa. Lakini ukienda Bungoma hapa, trailer zile ambazo zinalipa ushuru inajenga barabara mingi zinapita hapa kwetu, si ndio? Wakakuja wakajenga barabara kutoka Thika mpaka Nyeri, sisi tukasaulika. Ruto amesema anatoa barabara Rironi ifike Malaba, si anapanua area yetu? So kwa hivyo sisi tunasema hatuwezi kubali kazi mzuri ya William Ruto. Yeye ametuletea mbolea, naona mahindi iko mzuri hapa, ambayo wakati Ruto hajaingia ofisi mbolea ilikuwa ni 7,000. Mnataka kurudi Canaan tena? Na wale wanakuambia wanapinga Ruto, wamekuambia wanakuja kufanya nini hapa Mount Elgon? Tusifuate siasa ya porojo, sisi tunasema siasa ya kujenga. William Ruto ametutoa chini. Watu ya Mount Elgon, mimi nasimama hapa nikitoa ushuhuda. William Ruto ametoa watu ya Western chini. Na mimi nataka kuwaambia kwa nini. Mimi na Mheshimiwa Lusaka, huyu Lusaka akiwa speaker wa Senate, tulikuwa tunashinda kila wakati tunagonga mlango ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Namwambia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, mashini yetu ya Nzoia imefunga, tupatie pesa. Anatoa milioni 300 inakuja hapa, wangwana wamenunua peremende, wamekula, factory imeanguka. After 6 months tunarudi kwake, rais, tuongeze pesa. Tunachezea siasa maisha ya wananchi wa Nzoia Sugar Factory. Tunaenda kule Mumias, tukapeleka milioni 500 kule Mumias. Mheshimiwa Lusaka na kuhakikishia pesa ilitolewa Cooperative Bank Bungoma ikaenda kwa mfuko ya watu. Wenye kupeana pesa ako Nairobi, anaitwa Rais Uhuru Kenyatta. Leo hii Mheshimiwa Ruto amekuja akawa rais. This is the 3rd year, 4th year. Lakini alisimama pale Shibale akauliza watu ya Mumias Sugar. Na maneno ni matatu. Mambo ni matatu. Salimu amri ama ondoka. Wale wezi wa sukari, wale maharamia wa sukari wakachimbia wakatoroka. Leo hii ile pesa nakuja kuwaletea hapa watu wetu, sio pesa ati nimekula mshahara ya bunge. Nimetoa kwa miwa ambayo nimelima, nimepeleka Mumias Sugar, imesiaga sukari, imelipa huyu muungwana pesa, leo hii naleta hapa. Michael Kijana Wamalwa alikuwa deputy president. Kweli si kweli? Tulikuwa na Mudi Awori alikuwa deputy president. Ni kweli si kweli? Sasa tuko na speaker wa National Assembly. Kweli si kweli? Ile kiti moja imebaki ni ya president ya 2032. Kweli si kweli? Tuko na Weta natosha atoshi. Na safari ya mbali lazima utembee na mheshimiwa president. Ndio Weta, Ruto akitoa mguu, Weta anaweka. Ruto akitoa mguu, Weta anaweka. Ndio 2032 ikifika, Weta anajua State House inakaa namna gani, anajua Ikulu inakaa namna gani, na tunasonga. Na nataka kuwaomba watu wa mkoa wa Magharibi, tunahitaji kujiandikisha kama wapiga kura ili tukae kwa meza tuwanie kiti ya urais. Hapa Kakamega mko na kura 1700 peke yake. Kule Bungoma tuko na kura 1600 peke yake. Kule Kiambu wako na 1.3 million. Kule Nakuru wako na 1.2 million. Sasa kama mnadanganyana hapa, ati sasa sisi tulazimishe saa hii na kura peke yake hamtaki kushika, itawezekana kweli? Alituambia kwamba mambo ya kilimo atautilia mkazo. Mmeona kwamba wakati aliingia mbolea ilikuwa 7,500, ameleta paka 2,500. Kweli ama urongo? Mambo ya SHA, kuangalia kwamba kuna universal health coverage, kwamba kila mtu ambaye ako hai aweze kusaidiwa na kulipiwa. Hiyo inaendelea kwa masuala ya health. Mambo ya barabara, tunajua kwamba hata ile Kapsokwanyi wamesema, tunajua imetangazwa tayari ile ya Maeni kuja Kapsokwanyi, tayari tenda imepeanwa, inaenda kuwekwa lami. Hiyo ni maendeleo, si maendeleo? Kuna mambo ya bottom up huko chini, mambo ya hata ya sukari ambayo ilikuwa inasumbua. Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto ameitengeneza, iko sawa sawa. Ndio tunasema kulingana na Biblia, mtu ameanza kazi mzuri aache aweze kumaliza. Na Mheshimiwa Ruto amefanya miaka ngapi peke yake? Miaka 3. Ndio tunasema kwamba amalize, apewe miaka ingine yake 5
kama wale rais wengine walifanya kazi. Rais Ruto amesema kipande inapeanwa bila masharti, bila malipo. Bila masharti, bila malipo. Hata kama tumeoa msichana kutoka Uganda, akija kipande hakuna maswali. Ati baba yako ni nani? Sijui babu yako ni nani? Sijui wapi title deed. Apewe kipande, ajiandikishe kupiga kura. Sisi ni jamii kubwa, lakini unyonge wetu ni wale ambao hawachukui kura. Yeah, so that's what's happening right now. Wacha tusubiri tuone itakuwaje. Kesho ana kesi Rigathi Gachagua inaamuliwa, so Ruto ndo ataamua. Okay, sawa. Kutakuwa na majaji watatu, and nimemsikiliza Rigathi Gachagua akizungumzia hiyo story kuhusu kesho. Hebu tusikilize kwanza before tumalizie. And will give justice to Rigathi Gachagua and millions of his supporters across the country. If the ruling goes the other way, it is still okay. We'll still have an opportunity to go to the Court of Appeal and follow the legal remedies that has been provided by the Constitution. I want to urge my supporters across the country, irrespective of the outcome, to remain calm and peaceful. Rigathi Gachagua is a very peaceful person, and I want to ask our supporters to be peaceful and calm. You know, when I was removed from office, the people who removed me were laughing that Rigathi has been removed and his supporters are saying nothing. It is me who told them say nothing. Ukikasirika, unyamaze, uimbe. Just sing. And I ask my supporters to suppress their anger because we are peaceful people and we believe in doing things peacefully. I want to ask our supporters who are angry with what is happening in Kenya not to do anything that is violent, anything that is against the law. I ask them to suppress their anger, but keep it. Next year, they'll have an opportunity on the 10th of August to express their anger at the ballot box. That is where anger should be expressed and nowhere else. If we win, we thank God. If we don't, we still thank God for his mercy and his greatness. This country is bigger than any one of us, and we need a peaceful country, and life must go on, irrespective of injustices that has been meted against many people, irrespective of the suffering that Kenyans are undergoing. Tuombe Mungu atatusaidia, tuvumilie, iko shida ya healthcare, ya masomo, insecurity, tuvumilie. Mungu atatuonekania na mambo yetu itakuwa sawa sawa. I want to introduce two leaders here, watatu. Tuko na huyu wakili anaitwa Nyamu. Ni wakili pale Kasarani Boniface, na ni wakili mmoja walikuwa wananitetea pale kotini. Tuko na huyu Millicent Omanga. Huyu Millicent Omanga anasimama hapa Nairobi, kiti ya Mama County. Maito wake todo tutreda moito wa county, tureda maito wake. Huyu Millicent Omanga anasimama na chama chetu cha DCP. She is a good girl. Na mchungaji ni kweli, atatufundisha vile ya kupunguza weight. Alikuwa na weight kubwa, sijui amekula nini, amefanya nini, sasa amelainika. So Millicent ni Mama County PCA. Jaribu ukae karibu na hawa. Kama kuna watu wakikubali wamekukubali, kwisha. Wakikataa wewe, wamekataa. Tafuta njia ukae na hao vizuri. Kati huo. Si ndio? Stanti. Let me give Gacheri. Gacheri, you know Gacheri Gaito? Uja Gacheri? This girl here. All right. Na mambo ni kama hayo, so let's wait and see kama atakuwa sawa au kama hatakuwa sawa. Mwenyewe ashasema amejipanga. Kama wakikataa, it's fine. Kama wakikubali pia, it's okay. Au sio? Sawa, tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.